الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون إن للمتقين مفازا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. أيها المؤمنون، بارك الله فيكم. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu katika imani, katika jambo ambalo kwamba ni jambo linalovutia kwa mwanadamu katika jibilla na fitra ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba nayo mwanadamu, ni pale mwanadamu anapokuwa ni mwenye kuona ya kwamba kuna fulani anakuwa ni mwenye kumpenda. Mwanadamu yule ambaye kwamba anaona kwamba yeye anapendwa, basi huwa na furaha sana na akajifakhiri kwa kule kupendwa na yule ambaye kwamba anampenda, bali ule upendo unakuwa ni upendo wenye furaha zaidi pindi inapopatikana kwa yule ambaye kwamba anakupenda, akuna sharafu zaidi kwa wengine. Mwanafunzi anapoona ya kwamba yeye mwalimu wake anayemfundisha anampenda kinyume na wanafunzi wengine, yule mwanafunzi hujifakhiri kwa yale mapenzi anayopendwa na mwalimu wake. Watu wa kawaida wanapopendwa na viongozi wanajifakhiri ya kwamba kiongozi fulani mimi ananipenda, bali hata wale viongozi wa hali ya juu au wale viongozi wa ngazi ya juu wanapoonesha ya kuwa mimi nampenda fulani, basi binadamu kama yule anakuwa na furaha zaidi. Hata mzazi anapompenda katika watoto wake mmoja akampenda sana, yule mtoto ambaye kwamba anapendwa na mzazi yule anakuwa na furaha zaidi kuliko wale ambao kwamba hawajaonyesha upendo kama huo. Hii ni asli ya mwanadamu. Anapoona kwamba mimi napendwa, basi mwanadamu yule hujifakhiri na anakuwa ni mwenye kufurahi. Lakini hakuna mapenzi makubwa, ndugu zanguni katika imani, kama mimi ninayezungumza na wewe, ikiwa tutapata mapenzi ya kupendwa na al-Khaliqu jalla jalaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tufahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akona sifa ya al-mahabba, sifa ya kupenda. Sifa hii ya kupenda inaambatana na Allah subhanahu wa ta'ala
kutokamana na utukufu wake yeye mwenyewe jalla jalaluhu. Mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala hayafanani na mapenzi yetu sisi kwa sisi wanadamu tunaopendana. Ni mapenzi ambayo kwamba yaliku bijalalihi, yanaambatana na utukufu wake. Sasa sawirisha ndugu yangu katika imani ya kwamba wewe uko miongoni mwa watu ambao kwamba wamechaguliwa na wakapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa miongoni mwa watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kuwasifu ndani ya Qur'ani na akajifakhiri nao ndani ya Qur'ani ya kuwa mimi kikundi hichi na kuwa ni mwenye kuwapenda. Na ufahamu Allah subhanahu wa ta'ala anapompenda mja wake kama anavyoelezea alivyotaja Imamu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an kwamba inna Allah idha ahabba abdan nada Jibril. Tazama, Allah subhanahu wa ta'ala anapompenda mja wake Allah humwita Jibril akimwambia inni uhibbu fulanan fa ahibbahu, mimi Mola wako ewe Jibril nampenda mja wangu fulani. Kwa jina lako unatajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sharaf iliyokuwa kubwa sana ndugu yangu katika imani. Basi nakwambia ewe Jibril, fa ahibbahu, mpende huyo mja wangu. Jibril naye fa yuhibbuhu, anakuwa ni mwenye kumpenda mja kama huyo. Thumma yunadi Jibril, alafu Jibril sasa anakuwa ni mwenye kunadi yeye kwa kusema inna Allah yuhibbu fulanan, ananadi kuambia viumbe walioko mbinguni wote, anawaambia inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu, enyi viumbe mlioko mbinguni fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mja wake fulani. Unatajwa kwa jina lako ndugu yangu katika imani, fa ahibbahu, basi kueni na nyinyi ni wenye kumpenda, fayuhibbuhu ahlu samaa, viumbe wote walioko mbinguni wanakuwa ni wenye kumpenda mja kama huyo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaijalia kabul kwa huyu ambaye kwamba amempenda yeye, na malaika wote walio ambao kwamba hawafahamiki idadi yao, wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, na hakuna anayefahamu jeshi la Mola wako isipokuwa yeye mwenyewe. Wote malaika wanakuwa ni wenye kumpenda huyu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala hapa ardhini anampatia kabuli huyu mja wake, kabul kwa wale waumini wa ukweli, kabul kwa wale waumini walioikubali tauhid, kabul kwa wale waumini walioukubali Uislamu wakaeka kando ukabila, kabuli ya watu ambao kwamba wameukubali Uislamu wakaeka kando urangi, wote wanakuwa ni wenye kumpenda uja huyu. Lakini wale ambao kwamba ndani ya nyoyo zao kuna hikdi, wale ambao kwamba ndani ya nyoyo zao kuna baghdha na shahna, hawa hawawezi kumpenda mja aliyependwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, ni kina nani hao ambao kwamba sasa Allah anawapenda? Watu wa kwanza ni almuttaqun, ni wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa kwa lugha fupi ndugu zangu ni katika iman ni wiqayatun min adhabi llahi azza wa jalla, ni mtu kujiwekea kizuizi baina yake yeye na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, bitaati awamirihi wajtinabi nawahi, kwa kuyafuata yale ambayo kwamba Allah ameamrisha na akawa kando na yale ambayo kwamba Allah ameyakataza. Hawa ndio wacha Mungu. Qur'ani kile kinachomwamrisha yeye akawa ni mwenye kukitekeleza kadiri ya uwezo wake, kile ambacho kwamba amekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala akawa mbali na kile ambacho kwamba amekatazwa, basi huyu ameipata sifa miongoni mwa sifa ya ucha Mungu. Na kwa sababu ya ukubwa wa jambo hili ndugu zanguni katika imani, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea katika ibada ya siyam ndani ya mwezi wa Ramadhani, ili sisi tujifundishe swala hili la ucha Mungu na tuwe ni wenye kupata mapenzi anayotupenda yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Alipotuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mumefaradhishiwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Lengo na shabaha si kwamba mkae njaa,
Lengo na shabaha sio kwamba mukae tu bila kula na kukaa mbali na wake zenu. Lengo na shabaha la'allakum tattaquna, ili muwe ni wenye kupata uchamungu, kwa sababu anayepata uchamungu Allah subhanahu wa ta'ala ameshatangaza katika Qur'ani ya kwa yeye Allah anampenda mja huyu aliposema, bala man awfa biahdihi wattaqa, sivyo hivyo yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kutekeleza ahadi yake Allah na akawa ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allaha yuhibbul muttaqina, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda mno wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kumwogopa. Ayuha almu'minun, watu wa aina ya pili wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi na wewe tujipambeni na sifa hizi ili tupate mapenzi ya kweli kabisa, mapenzi yanayotoka kwa al-Khaliqu jalla jalaluhu, ni kwamba ni yule anayejipamba na sifa ya at-tawakkul. At-tawakkul ayuha almu'minun ni al-i'timadu ala Allahi ma akhdhi al-asbab, ni mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuchukua asbab, sababu zinazokupelekea wewe kuyafikia malengo yako. Sio kwamba unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ukalala nyumbani. Sio kwamba unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ukalala msikitini. La, unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukaamini ya kuwa yeye ndio Ar-Razzaq, ukaamini yeye ndio Al-Fattah, ukaamini kwamba yeye ndio Al-Qabidhul Basit, lakini ukachukua zile asbab za wewe kuipata ile riziki ambayo kwamba unahitaji. Huyu ndiyo mtu aliyemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo hili Allah ameliamrisha ndani ya Qur'ani tuwe nalo ayuha almu'minun, alipotuambia wa ala Allahi fatawakkalu, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtegemeeni, in kuntum mu'minina, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Watawakkal ala al-aziz ar-rahim, mtegemea yule mwenye izza, mwenye rehma. Kumtegemea Allah ni kupi? Ni kule alipokuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz, nendea pupa yale yenye kukunufaisha na umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuchukua sababu, wala ta'jiz, wala usiwe mvivu. Hii ndio tawakkul ayuha almu'minun. Tarju najata wa lam tasluk masalikahu, inna safinata la tajri ala al-yabasi. Hauwezi wewe ndugu yangu katika imani ikiwa unasema tu unamtegemea Allah wala haupitii zile njia na mbinu zinazokufikisha katika malengo yako, haiwezekani. Sasa ikiwa Muislamu atakuwa na hii tawakkul, anatoka nyumbani hali ya kuwa anamtegemea Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha pindi unapoweka azma ya kufanya jambo lako, unataka kusoma, unataka kufungua biashara, unataka jambo lako lolote kulitekeleza, Allah anatuambia fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Pindi unapokuwa ni mwenye kutiania jambo, unapoazimia fatawakkal ala Allah, basi kuwa ni mwenye kumtegemea Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilina, hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwapenda mno wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kumtegemea. Ayuha almu'minun, katika miongoni mwa watu wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwapenda mno at-tawwabuna walmutatahhiruna, watu ambao kwamba ni wengi wa kurejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na watu ambao kwamba wanakuwa ni wenye kujitahirisha, watu ambao kwamba mara kwa mara wanajiona kwamba wao ni wapungufu, wao hawajakuwa ni wenye kukamilika, wako na kasoro, wako na madhambi, kila mara wakawa ni wenye kuleta tauba kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Na hii ni sifa aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akafundisha mimi na wewe alipotuambia, ayuhan nas, enyi wanadamu, tubu ila Allahi wastaghfiruh, tubuni kwa Allah, rudini kwa Allah enyi wanadamu, na mutake msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni atubu ila Allahi fil yawmi akthar min 70 marra wa fi riwaya 100 marra. Mimi Muhammad, mbali na kuwa ni khairu khalqillah,
mbali na kuwa nimeambiwa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, lakini kwa siku natubia zaidi ya mara 70 sallallahu alayhi wasallam. Ayuha almu'minun, vile vile ni mtu kujitahirisha tahara ma'nawiya wa taharatun hissiya. Tahara, ndugu zanguni katika imani, ambayo kwamba haionekani, lakini Muislamu atakiwa aifanye tahara hiyo kutokamana na moyo wake. Muislamu lazima autahirishe moyo wake kutokamana na shirki, kwa sababu ushirikina ni unajisi. Muislamu lazima autahirishe moyo wake kutokamana na kwenda kupiga ramli, kwenda kwa waganga, kwenda kufanya mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ushirikina ni najisi, kama alivyosema Allah, innamal mushrikuna najasun, hakika washirikina ni najisi. Muislamu lazima atahirishe moyo wake kutokamana na nifaq, aondoe tabia ya kudhihirisha wema ndani au mbele za watu, lakini katika moyo wake kuna mambo ameyaficha. Wama tukhfi suduruhum akbar, yale walioyaficha ndani ya nyoyo zao yakawa ni makubwa zaidi. Waislamu, hili ni jambo la takiwa Muislamu ni lazima alazimishe kutoa swala kama hili. Muislamu ni lazima atoe hikdi, chuki katika moyo wake. Muislamu hatakiwi kuwa na chuki na Muislamu mwenzake. Ndio maana watu wanapoingia peponi, wanaoingia peponi Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu siku ya Kiyama, watakaookoka ni wale ambao kwamba siku la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Siku ya Kiyama, ndugu yangu katika imani, watu hazitowafaa mali zao na watoto wao isipokuwa wale ambao kwamba wataenda mbele za Allah na moyo ambao kwamba umesalimika, ni moyo ambao kwamba hauna chuki aina yoyote, hauna shirki, hauna bid'a, hauna khurafat, hauna mambo ya aina ambayo kwamba hayana maana tuliojaza Waislamu katika vifua vyetu, kabila na mambo mengine. Hili ni jambo ambalo kwamba Muislamu atakiwa lifahamu, kwa sababu wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Sasa ikiwa Muislamu atajitahirisha tahara aina ya kwanza hii na akaipata tahara ya aina ya pili, tahara hii tunayozoea, ukaoga kutokamana na janaba, mwanamke akaoga kutokamana na hedhi na nifasi, ukawa ni mwenye kushika udhu wako mara kwa mara kuja kutekeleza ibada ya sala, ukashika udhu wako kwenda kutekeleza ibada yoyote ile, au unatembea lakini kabla ya kutoka nyumbani ukatoka hali ya kuwa una tahara. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina. Basi fahamuni Waislamu, Allah huwapenda mno wale ambao kwamba ni wenye kutubia na wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kutahirisha nyoyo zao na wenye kutahirisha mili yao. Qultu ma samitum wastaghfirullah innahu kana ghafara. Alhamdulillahi ala ihsani washukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Wa ikhwani ayuha almu'minun, katika watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda na ni miongoni mwa watu ambao kwamba wapate bishara ya kuwa wao wanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu ambao kwamba wanajipamba na tabia ya kusubiri. Subra ni jambo ambalo kwamba linaumiza, ndugu zangu katika imani. Ni jambo ambalo kwamba si rahisi Muislamu kulitekeleza. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa bishara sisi Waislamu, pindi tunapokuwa ni wenye kusubiri, basi tutayapata mapenzi ya ukweli, mapenzi ya uhakika, mapenzi ambayo kwamba hayana shaka ya aina yoyote kabisa. Ni mapenzi ya kupendwa na yeye jalla jalalu, ambayo kwamba ametuumba mimi na wewe. Ukasubiri kwa njia zote tatu ambazo kwamba tumefundishwa na sheria ya kuwa sabr zinagawanyika katika sehemu tatu kuu. Mtu kusubiri ala maasiyatillah, mtu kusubiri ala taatillah, juu ya taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe umekaa unasikiliza khutba, sio jambo rahisi.
kuna mwenzako anangoja khutba ishe ndio aje kutekeleza ibada ya sala. Kuna mwenzako hawezi kabisa hata kutekeleza hiyo ibada ya sala. Allah anatuambia wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Sabr ya aina ya pili ni as-sabru an ma'siyati Allah, ni mtu ajidhibiti kwa kusubiri juu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Maasi ni jambo linalopendeza katika moyo, lakini uuzulie moyo wako useme mimi sitomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya tatu ya sabr ni as-sabru ala aqdarillah, ni mtu kusubiri juu ya mitihani aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, imma ni ugonjwa au mitihani ya aina yoyote ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Na mitihani hii inatakiwa usubiri pale tayari yanapokufikia, sio ulalamike alafu baadaye useme unasubiri. Hii sio sabr. Kama yule mwanamke aliyekuwa katika lile kaburi analia kwa sababu ya kumpoteza mtoto wake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akapita nyuma yake kwa kumwambia ittaqillaha wasbiri, muogope Allah na uwe ni mwenye kusubiri. Huyu mwanamke hakujua maneno haya yanatoka kwa Mtume, akamwambia alaika anni, wewe achana na mimi, haujui yalionifikia mimi, ndio maana unaniambia nisubiri, waona ni jambo dogo mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya mambo mingi, akaondoka. Mwanamke huyu akapewa habari ya kwamba yule uliyemjibu vile ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aliposikia maneno hayo, yule mwanamke akashtuka, akaenda mbio mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, mimi sikujua kwamba ni wewe uliyeniambia maneno yale. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mwanamke huyu na kutuambia mimi na wewe, innama sabru inda sadmadati alula, hakika subra ya ukweli ni katika lile pigo la kwanza ambao kwamba linapokuwa ni lenye kufikia. Pale ulipopatikana na msiba tayari ukasema wewe ni miongoni mwa wenye kusubiri, basi ipata bishara ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Msikilize Allah anavyotuelezea mitume wake na kutuelezea masahaba wa mtume wake, akituambia wakaayi min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir, ni mitume wangapi ambao kwamba walipigana pamoja na yeye, waumini ambao kwamba wako na ikhlas, wakasimama kupigana. Fama wahanu lima asabahum wama dhaufu wama stakanu, hawakuingiwa na uoga wala hawakupata unyonge, lakini waliposimama kupigana, pamoja na kuwa hawakuwa madhaifu, pamoja na kuwa hawakuogopa na vita ni jambo lenye kuchukiza, pamoja na kuwa hawakuwa ni wenye kuwa wanyonge, waumini hawa walikuwa ni wenye kusubiri. Allah anawaambia wallahu yuhibbu sabirina, na Allah huwapenda mno wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kusubiri. Ayuhal mu'minun, katika watu wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wanaojipamba na sifa ya almuqsituna, ni wale wanaosimama katika mambo, wao wakasimama katika suala la uadilifu. Jambo lolote wanalosimama wao, wanasimama kwa kusimama kwa jina la Allah, na wakasimama ya kuwa njia ninayopita mimi silemei upande huu wala simlemei upande huu, mimi napita katika njia ya uadilifu. Hili ni suala ambalo kwamba linatakiwa liwe kwa Waislamu ayuhal mu'minun. Hususan swala hili ndugu zanguni kwa imani, linapotokea baina ya Waislamu wawili wamegombana, Waislamu wawili wamepishana kwa maneno, Waislamu wawili wamepishana kwa miondoko, Waislamu wawili walidhaniana mabaya, basi kwatakiwa kupatikane Waislamu wanaojipamba na sifa hii ili wanyoroshe mambo yaende Kiislamu na siende mambo namna wanavyotaka wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa in taifatani minal mu'minina qatatalu, pindi yanapopatikana mapote mawili kwa waumini wamepigana, wamekosana, basi nyinyi Waislamu jukumu lenu ni lipi? Fa aslihu bainahuma, nyinyi Waislamu matakiwa msimame katika kusuluhisha baina ya hawa makundi mawili. Fa imbaghat ihdahuma ala al-ukhra, sasa ikiwa katika haya mapote mawili litasimama pote moja likakataa kusimamishwa na uadilifu, likakataa kusuluhishwa baina yao, faqatilu allati tabghi
hatta tafia ila amri llah. Sasa nyinyi Waislamu mnatakiwa mtende kitu gani? Mnatakiwa Waislamu wote mshirikiane, mkipinge kile kipote ambacho kwamba kinaleta ufisadi, kinakataa kuwaunganisha Waislamu pamoja mpaka warudi katika barabara na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in faat fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Sikilize Allah, pindi sasa washakubali, wakawa ni wenye kukubali kukaa pamoja wasuluhishwe, fa aslihu, basi nyinyi Waislamu nyinyi, fa aslihu bainahuma, wasuluhisheni hawa wawili baina yao, bil adli, kwa uadilifu, wa aqsitu, na muwekati na kati, inna Allaha yuhibbul muqsitina, hakika Allah huwapenda mno wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kufanya uadilifu. Ayuha almu'minun, inapotokea umeletwa mgogoro wa aina yoyote, usiangalie huyu simpendi nitamdhulumu, huyu nampenda nitamtetea. Allah anatuambia wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, wala isiwapeleke chuki zilizowajaa vifuani vyenu, shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, hii chuki ikawapelekea nyinyi musiwe ni wenye kufanya uadilifu. I'dilu, simameni katika uadilifu, huwa aqrabu littaqwa, hilo jambo litawapelekea karibu mno nyinyi kupata sifa ya ucha Mungu. Ayuha almu'minun, katika mambo ambayo kwamba Muislamu anapokuwa nayo anakuwa ni mwenye kupendwa na Allah, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda almuhsinuna, ni wale wenye kufanya ihsani. Ihsani hii ndugu zanguni katika imani inagawanyika katika sehemu mbili, ni al-ihsanu baina al-abdi wa rabbih, ni mtu kufanya ihsani baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ihsani baina ya mja pamoja na waja wenzake. Ayuha almu'minun, ukaishi na Waislamu wenzako kwa wema, ukawa ni mwenye kuamiliana na wenzako kwa uzuri, huyu anayejipamba na sifa kama hii, ayuha almu'minuna, kwa haraka haraka ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa ahsinu, fanyeni ihsani, inna Allaha yuhibbul muhsinina, hakika Allah huwapenda mno wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kufanya ihsani. Jambo la mwisho katika mambo ambayo kwamba yanapelekea sisi kupata mapenzi au watu ambao kwamba wanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni wale watu ambao kwamba wanakuwa ni wenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi wa aqidatihi wa af'alihi sallallahu alaihi wasallam. Wewe Muislamu ukaamua ya kwamba mimi nitamfuata huyu Muhammad na nitamfuata kulingamana na tabia zake, kulingamana na akida yake aliyoitakidi, namna alivyotekeleza ibada zake, namna alivyokuwa ni mwenye kuamiliana na wanadamu wenzake, basi wewe Muislamu ambaye kwamba utaamua maisha yako yawe ni maisha aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hautakuwa ni mwenye kuongeza katika ibada, hautakuwa na tabia ambayo kwamba kila mmoja anakuzungumzia wewe kwa ubaya, hautakuwa na mambo ambayo kwamba hakuwa nayo Mtume Muhammad ukasema mimi nafuata barabara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anatuambia kul, ewe Muhammad waambie waja wangu, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyinyi Waislamu, ikiwa kweli nyinyi wanadamu munampenda Allah, fattabi'uni, basi nifuateni mimi Muhammad, yuhibbukumullahu, Allah atawapenda. Unapomfuata Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu waja wake. Ndugu zangu katika imani, kabla ya kushuka katika mimbar hii, ningependa nitoe tanbih ambao kwamba sisi makhatibu tunapatikana sana na mitihani. Mitihani inayopata sisi makhatibu ni kwamba tunaandaa khutba wenyewe, mtu anakaa anaandaa khutba. Bahati mbaya, sehemu unayeenda kutoa khutba, ile khutba uliyoiandaa Allah amejalia kumbe kuna mambo yanaendelea, wewe hata hujui. Ushaandaa khutba yako vizuri, unatoa. Baada ya kutoa khutba ile, ima ni wewe khatibu tafatwa au ni imamu wa msikiti atafatwa, ambaye ya kwamba fulani ametumwa azungumze mada fulani.
Nazungumza hili jambo kwa sababu limenitokea zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mbili, mara tatu, mara nne. Unatoa khutba, unazungumza hususan katika suala la ukabila, suala ambalo kwamba limewafanya Waislamu kudidimia, limewafanya Waislamu kudharaulika, limewafanya Waislamu hawana maana yoyote, bado wako na jahiliya, wako na ushamba Waislamu. Si maneno yangu, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia sahaba wake, innaka mruun fika aljahiliya, wewe ni mtu bado uko na ushamba, mambo ya zamani, watu kubaguana kwa makabila. Sasa hii huwa inakuwa ni khutba ya mwendelezo msikiti baada ya msikiti, ili hili jambo liondoke katika nyoyo za Waislamu. Masikitiko makubwa ni kwamba hawa Waislamu badala wayazingatie maneno wameambiwa na Allah, wanaanza kusema wameambiwa wao. Ayuha almu'minun ittaqullaha rabbakum, muogopeni Allah mola wenu. Na waapia juu ya mimbari hii, wallahi wabillahi watallahi, hakuna aliyenipangia khutba hii, wala hakuna aliyenambia zungumza jambo fulani, wala hakuna aliyenambia ABCD. Na ukitoka hali ya kuwa moyo wako uko na chuki na khutba hii, kwanza unamchukia maneno ya Allah, pili utakwenda kusimama mbele ya Allah na fitna uliojaa ndani ya kifua chako. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.